Ujambo na karibu sana wanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Hii ni True Talk na hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, kuhusiana na tetesi mbalimbali za kiusajili, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa na trend katika mitandao ya kijamii. Na hii leo bwana, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo natamani kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk popote pale ulipo. Lakini kukumbushe tu, kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii. Usisahau kuwasha alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, ili kusudi wa kwanza kupata taarifa za kila video mpipindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo, hii leo bwana, kuna mchezo mkubwa unaokutanisha kati ya wanakundu wa Simba Sports Club dhidi ya Mafunzo FC kule visiwani Zanzibar, wakiwania kombe la Muungano. Na mimi tutakuwa ni mchezo mkubwa na mgumu kweli kweli kwa pande zote mbili, lakini tusubiri dakika 90 zitamua nani aende nusu finali. Ni mchezo wa kwanza kwa wanakundu wa Simba Sports Club, lakini pia kwa Mafunzo FC, lakini pia ni robo finali ya kuwania kombe la Muungano la mwaka 2026. Na sanjari na hayo pia kuna moja kati ya tetesi za usajili ambazo zinaendelea huko katika mitandao ya kijamii ambazo nimewiwa kuja kushare na wewe mdau wangu wa nguvu ama mwana True Talk. Na yote haya yanamhusisha mchezaji wa klabu ya Simba Sports Club Seleman Mwalimu, raia huyu wa nchini kwetu Tanzania, ni mzawa kabisa huyu, tunamfahamu. Seleman Mwalimu ni moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri kweli kweli katika kikosi cha wanakundu Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker, na tunafahamu kazi yake kubwa anaifanya ndani ya klabu ya wanakundu Simba Sports Club. Sanjari hayo, ikumbukwe pia yupo klabu ya Simba kwa mkopo na dili lake linaelekea kutamatika hivi karibuni. Lakini pia taarifa mbalimbali kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika vinaripoti kuwa Seleman Mwalimu mara baada ya kumaliza mkataba wake wa mkopo ndani ya klabu ya Simba atarejea kunako katika klabu ya Wydad Athletics klabu ya kule nchini Misri. Na nukuu kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika, hususan Miki Junior Jiara, tunafahamu ni mmoja kati ya waandishi wa habari nguli ambao pia waliripoti taarifa hizi kuhusiana na Seleman Mwalimu ambaye deni lake la mkopo ndani ya ukondo Simba Sports Club inaelekea kutamatika hivi karibuni. Na taarifa zinaonesha dhahiri na wazi kabisa kwamba Seleman Mwalimu mara baada ya kumaliza mkataba wake wa mkopo ndani ya klabu ya Simba atarejea kunako katika klabu ya Wydad Athletics club ya nchini Misri. Lakini pia nimekutana na tetesi za usajili zikimhusisha Seleman Mwalimu kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanawaniwa kusaini kandarasi na Dar es Salaam Young Africa Sports Club ya nchini kwetu Tanzania. Na ni kweli Yanga walipeleka ofa kwa Wydad Athletics Club kwa ajili ya kuinasa saini ya Seleman Mwalimu, lakini si Yanga tu, ni virabu vingi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vinaripoti kuwa virabu vingi vya barani Afrika vimepeleka ofa kadhaa kwa Wydad Athletics Club ambao ndio wamiliki halali wa Seleman Mwalimu, kwa maana ya wanamkataba naye ili hali bado anaitumikia Simba Sports Club kwa mkopo. Kwa hiyo walipeleka ofa hiyo kwa Wydad, lakini Wydad walizikataa ofa za vilabu vyote. Pamoja na Simba wenyewe pia wanaripotiwa kupeleka ofa kwa ajili ya kuinasa saini yake ili kusudi endelee kuitumikia klabu ya wanakundu Simba Sports Club, lakini pia ofa hiyo inaripotiwa kukataliwa. Kwa hiyo kuna probability kubwa ya Seleman Mwalimu mara baada ya kuweza kumaliza dili lake la mkopo kuweza kurudi kuna katika klabu ya Wydad Athletics Club ya kule nchini Misri. Sasa sanjari na hayo, mimi nafikiri pia kwamba ni vema kuweza kutulia, lakini pia kusubiri taarifa kutoka katika vyanzo rasmi vya habari vya kuaminika, lakini pia vyanzo vya timu hizi ambavyo vitaripoti kuhusiana na nini ambacho kitakuwa kimeendelea ama happen kuhusiana na dili hili la Seleman Mwalimu, aidha kurejea kunako katika klabu yake ya klabu yake ambayo ni wamiliki wakuu kwa maana ya Wydad Athletics Club, ama kusalia kunako katika kikosi cha Simba Sports Club mara baada ya kuongeza mkataba wa mkopo, au kuendelea kuitumikia klabu ya Simba kwa mkopo akiongeza mwaka mwingine kama kina Roshan Derek ama vipi. Kwa hiyo ngoja tusubiri tuone ni nini hasa ambacho kitakuwa ama kitatokea mara baada ya dirisha kubwa la usajili kuweza kufunguliwa, lakini pia mara baada ya hili la kutumikia klabu ya Simba kwa mkopo kuweza kutamatika. Nafikiri ofa zao ziliweza kupigwa chini na Wydad Athletics Club kwa mujibu wa
Miki Junior JR. Usisahau kulike hii video, lakini pia kushare na marafiki zako na waweze kufahamu kile ambacho kinaendelea huko katika mitandao ya kijamii, lakini pia usisahau kushare maneno yako hapo chini ya video hii kuhusiana na taarifa hizi ambazo umezipata kutoka katika chanzo chetu cha habari cha kuaminika cha True Talk. Na mimi Nite Master G, ni wajibu wangu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea taarifa info zote za